Naitwa Mwalimu Kirunga Shala, ni afisa elimu kata ya Milale, halmashauri ya wilaya Rorya na mkoa wa Mara. Kwa siku ya leo ni siku kubwa kwetu sisi watumishi, ambapo ni siku tunasherehekea siku ya watumishi duniani, siku ya watumishi duniani ambapo sisi kata ya Milale tumefanya katika kijiji cha Lyagoro katika ukumbi wa MAPSAP, na lengo letu kubwa ilikuwa ni kutukutanisha sisi watumishi wote kutoka idara zote za elimu, za afya, lakini pia tunazo idara za utawala. Tumekutana hapa kwa malengo makubwa mawili. La kwanza ni kujitathmini kwa kipindi cha kufikia leo tarehe 1 mwezi wa 5 2026, yale mazuri ambayo tumekwisha kuyafanya na kuyapata. Lakini pia cha pili, tumekuwa tukijitathmini na kuona ni yapi mambo ambayo yanahitaji kuboreshwa ili tuyafanyie kazi. Na moja mafanikio makubwa, ndugu mtangazaji, kwa siku ya leo ambayo tumeweza kuyaona, tumekuwa tukifanya vizuri sana katika nyanja ya taaluma, na hata hivi tunavyozungumza leo tunao watumishi wetu watatu kutoka kata ya Milale ambao wamekuwa watumishi hodari wilaya ya Rorya. Wa kwanza ni mkuu wa shule ya sekondari Changuge, Mwalimu Enoko Kambona, ambaye shule yake imekuwa ya kwanza wilaya ya Rorya kwa matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 2025. Lakini pia tunaye Mwalimu Cosmas Anthony Nduye, mwalimu wa shule ya msingi Ngiriju, mwalimu ambaye somo lake limefanya vizuri sana, somo la sayansi, ambapo aliweza kupata A54 na B29. Kwa hiyo wanafunzi wake wote wamefaulu kwa daraja A na B. Shule ya msingi Ngiriju ni shule ya serikali. Lakini pia tumetoa mwalimu mwingine mzuri, mwalimu hodari wilaya ya Rorya, Mwalimu Sadiki Abdul Matefu, ambaye somo lake la Kiswahili limefanya vizuri. Kwa hiyo tumekuwa hapa tukifanya hayo yote, lakini pia nje na hayo tunayo shule nyingine ya msingi Ngiriju ambayo ni shule ya kwanza wilaya ya Rorya kwa shule za serikali. Lakini pia tuna shule ya Changuge ya sekondari, ni shule ya kwanza kidato cha 4. Lakini pia tumeona shule ya msingi Kiaembwe ikifanya vizuri darasa la 4. Lakini pia tumeweza kuiona shule ya sekondari Gilango ambayo imekuwa ya pili kiwilaya kwa shule zote, shuleni ya binafsi ambayo inapatikana hapa kata ya Milale. Lakini pia pamoja na hayo, sisi tumeweza kujitathmini pale ambapo kuna upungufu tuweze kuboresha, na hata shule ambazo hazijafanya vizuri. Lakini nje na hili, event ya leo inatukutanisha watumishi wa kata ya Milale kwa ajili ya kupata zawadi, kutoa motisha kwa watumishi wote ambao wamefanya vizuri kutoka idara zote. Lakini pia inatukutanisha na viongozi mbalimbali. Tunao viongozi wa serikali wote, wenye viti wa vijiji wote tumeweza kuwepo nao hapa. Lakini pia tumeweza kuwa na kamati ya siasa kata ya Milale, tumeweza kuwepo nayo hapa. Lakini pia tumekuwa na uongozi wa chama ngazi ya wilaya, tumekuwa na katibu jumuiya ya wazazi Mr. Magege ambaye yupo hapa ndani ya wilaya ya Rorya. Lakini pia tunaye katibu jumuiya ya kina mama dada yetu Maua, wameweza kuja kuungana nasi kata ya Milale katika kusherehekea siku ya watumishi. Wito wangu kwa watumishi, kwanza ni waombe tuendelee kushirikiana, yale yote ambayo tunaelekezana sisi kama kata wayapokee, maelekezo tunayopewa na viongozi ngazi ya wilaya tuyapokee na kuyatekeleza. Lakini pia maelekezo yote kutoka wizara mbalimbali, hasa wizara za elimu, kwa sisi ambao tunasimamia idara ya elimu, tuweze kuyatekeleza. Tunatamani sana shule zetu, vijiji vyetu vya kata hii ya Milale kuendelea kufanya vizuri na kuwa miongoni mwa kata bora. Kwa majina naitwa Samuel Obengo Oya, mwenyekiti wa kijiji cha Malongo. Kwa siku ya leo nimekuja hapa kujumuika na wafanyakazi kwa pamoja. Sisi kama serikali, ningependa tuwape ushirikiano, maana leo ni siku ya adhimu kwa wafanyakazi Tanzania nzima. Na pia niombe tu walimu wote kwa ujumla wazidi tu kupendana, maana kazi bila upendo hatuwezi tukafika. Kwa majina naitwa Vivian Victor, ni mtendaji wa kata ya Milale iliyoko wilayani Rorya. Nitaongelea kwa binafsi kuhusu sherehe hii. Sherehe hii ni ya watumishi wote ndani ya kata ya Milale ambao tumeujumuika kwa pamoja kwa ajili ya kusherehekea. Na umuhimu wa sherehe hii inatuunganisha sisi wote kwa pamoja, tuungane, tulete ushirikiano ndani ya kata. Na pia ndani ya kata yetu tuna watumishi wengi ambao tunashirikiana kwa pamoja. Tunashirikiana katika miradi mbalimbali ikiwemo miradi ya shule na pia miradi ya serikali. Majina naitwa Evans Mjeta Gaya, ni katibu
mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kata ya Milale. Hususan siku ya leo ni siku mahususi kwa watumishi, na sisi kama viongozi wa chama tunayo furaha kubwa kuona chama tunayoisimamia na tunayoielekeza serikali ifanye mambo mazuri. Sisi kama chama tunasema kwamba serikali wamefanya kazi yao, na sisi hatuna budi kuwaunga mkono katika siku hii ya watumishi, kwa sababu hususan kata ya Milale yaliyofanyika ni makubwa. Kwa miaka takriban hizi miwili ni mambo makubwa yamefanyika, hususan kwenye sekta hii ya elimu. Majengo yamejengwa, shule mbalimbali. Tunaona kwamba fedha, mama yetu Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ameleta fedha nyingi sana kata hii ya Milale. Kwa hiyo tunaposherekea siku ya tumishi, kwa sababu watumishi ndio watu wanaoenda kusimamia hizo fedha vinavyoletwa na Mheshimiwa Rais, sasa tunavyoona vinatekelezwa, hususan kwenye afya, ukiangalia maji, ukiangalia barabara. Kwa hiyo sisi kama Chama cha Mapinduzi tunafurahi kuona haya yanayotendeka. Asante. Kwa majina naitwa Bosco Huruma Kimambo, ni mwalimu kwenye kada ya walimu, lakini pia ni makamu wa shule ya Nyambogo Hill Sekondari iliyoko kata ya Kitembe, wilaya ya Rorya. Nimekuja kujumuika hapa kwenye siku ya Mei Mosi, na tuziko kata mbalimbali zinajumuika kwenye jambo hili la wafanyakazi. Wapo wafanyakazi mbalimbali wamejumuika, lakini katika umoja huu lengo ni katika mwaka basi tupate siku moja kama hii, siku ya wafanyakazi, tushare kwa pamoja. Tunashare nini? Tunashare kwanza kupongezana pale ambapo tumefanya vizuri, lakini kuna sehemu tutakosoana pale ambapo kwenye furaha tunaambizana nini cha kufanya kwa pamoja, basi tuende tukafikia yale malengo ambayo tumeyaweka kwenye mwanzo wa mwaka. Kuna mambo ambayo tunayaweka hasa wafanyakazi sisi wa serikali na hata wale ambao tuko nao kwenye hizi kada ambao wanajitolea, kuna malengo tunaweka. Kwa hiyo kwenye kukosoana ni kurekebisha yale mambo ambayo tutafikia kwenye nguvu kubwa. Kwa hiyo umoja kama huu unatuleta pamoja watu mbalimbali, tunaonana kutoka kata mbalimbali, na hasa kwenye kata hii ya Milale ambayo ni kata moja ambayo ina nguvu. Tunasema kuna kauli yao inasema Milale ya viwango, Milale ya furaha. Sasa viwango, ili kufikia viwango lazima kuwe kuna umoja. Kufikia furaha ni siku kama ya leo tunakuwa wote kwa pamoja. Jambo la pili nilikuwa nataka nizungumze, na jambo la mwisho ni umoja kama huu, na umuhimu wa umoja ni kuendeleza haya mambo, na wadau mbalimbali tunawakaribisha wafanyakazi, makampuni yanayowekeza, yanayotuhudumia, mfano makampuni ya fedha, tunaotoa mishahara kwenye benki mbalimbali, lakini taaluma sehemu mbalimbali, basi tujumuike kwa pamoja ili tunapokutana wote, mtu wa fedha anapokutana na mtu kama mimi, anapokutana na mtu wa serikali kuu, anapokutana na mtaani, basi tunafikia lengo pamoja.